Nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shaaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania. Ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sio tu mashabiki, ndiyo msemaji ambaye mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa, siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League. Na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji, nichukue fursa hii kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Ileta uhuni, CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club, tukiwa klabu yenye nidhamu, mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Ajenda yetu ya kwanza nimesema ni mchezo huu wa hatua ya marejeano. Mchezo wa kwanza tumecheza Angola, tumeshinda kwa goli 3-0. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mchezo wa marudiano ni siku ya kesho na utaanza majira ya saa 11 kamili jioni. Wageni wetu wili tayari wameshawasili nchini. Waliingia siku ya jana majira ya saa 10 jioni. Wamesha enjoy hewa ya Dar es Salaam na mmewasikia hapa kwenye press conference yao. Bado hawajakata tamaa. Bado matumaini yao kwenye kupindua meza yako juu kwelikweli. Wanaamini wanayo timu ya kuja kuishangaza Afrika kwa kupindua magoli 3 Benjamin Mkapa dhidi ya Young African Sports Club. Ni jambo zuri na ni mentality nzuri kimpira na linatusaidia sisi kama Young African Sports Club kuto kubweteka hata kwa 1%. Tumeshinda goli 3, yes, lakini bado hatujafuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Tunafuzu vipi? Ni kwa kuzimaliza dakika 180 mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Utamu sasa wa mchezo huu umeongezeka kidogo, kuna flavor imeongezea kwenye mchezo huu. Tumecheza mechi ya ngao ya jamii, tumeshinda goli 1-0. Yanga haichezi vizuri. Tumecheza ugenini dhidi ya Weleti ya Angola, tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Tumerudi kwenye ligi dhidi ya Pamba, mechi ya kwanza tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Na haya ni maoni ambayo yametoka kwenye platform mbalimbali. Wako wana Yanga wametoa hayo maoni, wako waandishi, wako wachambuzi, wako watu wasiojua hili wala lile, nao wametoa maoni yao. Na sisi kama taasisi tumepokea maoni yote. Yale ambayo ni mazuri tumekwenda kuyafanyia kazi, yale ambayo tuliona hayana maana tumeachana nayo. Sasa mazuri ni yapi ambayo tumeyafanyia kazi? Kilio kikubwa cha watu ambao walikuwa wanaifuatilia Young African Sports Club ni kwamba Yanga haichezi ule mpira wake. Kuna kitu kama kwenye mfumo hivi hakijakubali bado. Bado kuna vitu watu walikuwa wanavi-expect kwa Yanga bado hawajaviona. Niko hapa kuwahakikishia mashabiki, wanachama, wapenzi wa klabu hii na Watanzania kwa ujumla wanaopenda mpira, mfumo tayari umekubali.
Siku ya kesho ni sawasawa na kwenye familia, ule usiku ambao mnalala kesho mnaamkia Christmas au mnaamkia sikukuu ya Eid. Ikifika asubuhi, cha kwanza ukifungua kabati unachukua nguo yako nzuri zaidi ili uweze kupendeza. Na sisi hivyo hivyo, kesho Romain Folz ameingia kabatini, amechukua nguo yake ya kupendeza. Na kesho ile kiu ambacho mko nacho, ile shauku ya kuiona Young Africans ikoe fungulia booster zote, kesho Benjamin Mkapa ili jambo linakwenda kuonekana 100% na uhakika. Tofauti unajua ya msemaji mimi na wasemaji wengine, ukitokea umeulizwa ipi tofauti ya Ally Kamwe na wasemaji wengine, jibu tu ni uongo. Ally Kamwe sio muongo. Nachowaambia hapa ni uhalisia, na inshallah kesho mtakwenda kukiona. Hakuna uongo kwenye maneno yangu. Mfumo tayari umeshakubali. Kesho tunafungulia booster zote. Tunataka tufuzu hii raundi kwenda raundi inayofuatia kwa rekodi nzuri. Mwenyezi Mungu atujalie hilo jambo. Kwa hiyo kesho 100% unayetoka nyumbani unakuja Benjamin Mkapa 100% wewe unakuja kuenjoy. Nilikuwa kwenye mahojiano asubuhi na kituo kimoja, nikawaambia kama hamtaona kesho kitu cha tofauti Benjamin Mkapa Jumatatu, sio mnipige mniwambe makofi, mmetudanganya nchi nzima. Kama na nyinyi mko mji Jangwani hapa kuanzia saa 6 mpange foleni, kila mtu wa. Mimi nimehudhuria session zote. Jana pia nilikuwa Avic Town, na leo inshallah tutakwenda Avic Town. Yako mambo ya kimpira ambayo sitaki kuzama sana ndani kuwaelezea hapa, kwa sababu wanasema wenyewe anayetaka kuelewa hata usipomuelezea ataelewa, na asiyetaka kuelewa hata uelezee vipi haelewi tu. Ziko factors za kimpira hapa ambazo watu wanaojua football walikuwa wanaelewa kwa nini Yanga walikuwa hawafungulii booster vizuri. Niwagusie kidogo au tuachane nazo? Niwagusie kidogo. Sisi kocha wetu kaipata timu yake yote, kwa maana ya wachezaji wote, tarehe 11 mwezi huu. Yaani maana yake wachezaji waliokuwa kwenye CHAN, wachezaji waliokuwa kwenye timu za taifa kwenye FIFA break ya tarehe 1 mpaka tarehe 10, timu yote kaipata tarehe 11. Tarehe 12 alikuwa na mechi Yanga Day. Na ile mechi ukiangalia kitakwimu, wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ni Frank Yasinki na Bakari Mwamnyeto. 11 tarehe 12 tukaenda kwenye Yanga Day. Ilikuwa ni mechi ya kushowcase wachezaji ambao tumewasajili dakika 30, dakika 20, dakika 15, wanachama na mashabiki wetu waweze kuona hao wachezaji wetu wapi. Tarehe 12 Yanga Day inaisha. Tarehe 13, 14, 15 kuna mechi ya Ngao ya Jamii. Na sio tu mechi ya Ngao ya Jamii, kuna Kariakoo Derby. Unajua kuna tofauti. Ngao ya Jamii Yanga inaweza kacheza na Fountain Gate, kacheza na Singida, ikacheza na Azam. Ni mechi tofauti Ngao ya Jamii Young Africans zikicheza na Simba Sports. Hiyo ni derby tayari. Baada ya derby, siku 3 baadaye, tukisafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka Angola, tarehe 19 Yanga inacheza mechi ya kwanza ya Champions League. Ukiangalia hiyo ratiba plus safari ya kutoka hapa kuelekea Angola, ambayo timu tarehe 17 imefika, iko hoi. Sababu dabi imeisha hapa, tushamshona mtu, watu wamerudi nyumbani, wamechukua nguo, wamekuja airport. Jiografia ya Afrika wote mnaifahamu. Toka hapa saa 10 unafika Ethiopia saa 2, na kama saa 3 4 pale kusubiri transit. Watu hawajalala hawa. Tuko kwenye mechi ngumu, wamefika pale, wamekaa airport 3 hours mpaka 4 wako pale. Baada ya hapo wanachukua ndege wanaingia Angola.
tayari siku imeisha hiyo. Hakuna mazoezi. Tarehe 17 Yanga haijafanya mazoezi. Tarehe 18 inakuwa mazoezi ya kwanza na ya mwisho. Alafu timu inaingia uwanjani inamshona mtu goli 3 pale pale kwake. Mimi nitegemea watu wangepata wasiwasi hivi na hofu, checheto hivi, kwamba hii timu inafatiki, imesafiri away, imemshona mtu goli 3. Nilikuwa natarajia watu waogope. Lakini watu wakaona kama kawaida hivi. Na sisi technically hatukutaka kuingia kwenye ule mjadala kuanza kujibishana. Okay, Yanga imecheza vibaya, sawa. Yanga sio na hii, sawa. Watu hawa wanasahau siku hiyo hiyo ajenda namba 1 Yanga imecheza vibaya. Ajenda namba 2 Prince Dube afai kucheza, Yanga amekosa magoli mengi. Sasa unakosaje magoli timu inacheza vibaya? Yaani huyo striker anakuaje mbovu kama timu inacheza vibaya? Tukasema hapa kuna kaajenda hapa kaka. Lakini haka ajenda ukachunguza vizuri kana manufaa makubwa na Yanga kuliko hasara. Kana manufaa, yes. Kocha wetu huyu ni mpya, technical bench 90% ni mpya. Tuna wachezaji 6 mpaka 8 sio 9 wapya kwenye timu. Wanatakiwa waishi kwenye pressure ya Young Africans, wanatakiwa waishi. Hii ni club kubwa. Kama unashinda 3 na watu wana demand kikubwa zaidi, kocha huwezi kulala. Unasafiri kutoka Angola unakuja hapa unamshona mtu goli 3. Unafanya rotation wachezaji 6. My dear brothers and sisters, wachezaji 6, 3 katikati ya uwanja ambako mpira ndiko unakopikwa. Unatoa viungo wako wote, unacheza mechi iliyopita unaleta 3 wapya. Timu inashinda goli 3. Yanga icheze vizuri. Na hatukutaka sisi kuingia kabisa kwenye huo mjadala, kwa sababu kuna manufaa makubwa na taasisi yetu kuliko hasara. Hasara ni hizo kelele tu za mitandaoni na hasara yenyewe hiyo. Lakini ukifanya tathmini vizuri, huu mjadala na hasara zake una faida kwetu. Mwalimu atajiandaa vizuri. Hawa wachezaji wapya watajua wamekuja hapa, wamekuja kama Real Madrid ya Afrika. Unashinda goli 3 na watu wamenuna. This is Young African Sports Club. So unashinda goli 1 unakuwa sherehe. Goli 3 mtu anakufa, clean sheet zinafuatana namna hii. Alafu watu hawana furaha. Hiyo ndo Yanga. Yaani mimi am very proud na hiyo mjadala yenu hiyo. Inaonyesha how big Young Africans tupo. Ingekuwa ni timu ya kawaida hii inampiga mtu goli 3 hapo, ingekuwa sherehe sasa hivi. Lakini hiyo ina prove kwamba hii taasisi ni kubwa. Young Africans ndio Real Madrid ya hapa Afrika. Kwa Tanzania hapa ndio kioo cha ubora wa mpira. Ndio maana Yanga ikiwa kidogo hivi hamna mtu atalala, kila mtu ataongea. Kila mtu ataongea kwake. Sisi tumemfunga Pamba goli 3, uchambuzi Yanga icheze vizuri. Iko timu moja hapa imecheza na watu 11 tu, hamna sabu. Bwana bleach zinapendeza. Wameng'aa kwenye bleach, mtu anatambua bleach. That's the difference. Yaani hiyo ndio tofauti ya Young Africans na timu nyingine. Na sisi we are happy na hiyo mijadala. Endeleeni, inatumotivate na inaijenga timu kuwa imara zaidi. Kwa hiyo kesho, kwa hizi wiki 2 ambazo mwalimu amekaa na timu yake anasafiri nayo, ameshajua nguo yake ya sikukuu ni ipi. Na ametuambia viongozi, kesho tunakwenda kuivaa nguo yetu ya sikukuu Benjamin Mkapa. Na ndio maana tumekuja na slogan inayosema mfumo umekubali. Tumesha test vitu vimeshakubali. Kwa hiyo kesho inshallah tunakwenda kufungulia sub-booster zetu. Na ndio maana nina uhakika 100%. Msipoona mafuriko kesho, pangeni foleni hapo. Wote na wanaonisikia pangeni foleni hapo. Mnaniwamba makofi mmoja mmoja. Umetudanganya. Mimi sidanganyagi. Sababu najua mpira na naona kesho tunakwenda kucheza mechi kweli. Tunataka tu qualify kwenye hii round inshallah, kwenda round ijayo kikubwa na kibabe. Kwa hiyo waombe mashabiki na wanachama wa klabu hii Young African Sports Club. Nyinyi ni washabiki wenye nidhamu. Ni washabiki bora. Mmepata nafasi ya kipekee.
wenzenu wakiwa majumbani wanaangalia timu zao, nyie mmepata heshima na thamani ya kuruhusiwa kuja uwanjani kuiangalia timu yenu. Utabaki nyumbani ufanane na hawa kina Kapeto mpaka lini?